pale ambapo nimetafsiriwa visivyo kwamba mtu akizaliwa mara ya pili hana Roho Mtakatifu, anatakiwa aombewe kujazwa Roho Mtakatifu ndio awe na Roho Mtakatifu. Sasa naambiwa hapo nimepotoka. Sasa na mimi nageuza tu ukurasa. Hebu tupate majibu ya Yesu mwenyewe. Anasemaje? Yohana 14 mstari 16-17 na nukuu, nami nitamuomba Baba, atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele, ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, kwa maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Mwisho wa kunukuu. Majibu ya swali au hoja pinzani yako katika maneno ya Yesu mwenyewe. Changamoto ni kutafsiri muktadha wa maneno haya. Kuzaliwa mara ya pili na ujazo wa Roho Mtakatifu ni matukio mawili tofauti. Kuzaliwa mara ya pili sio kujawa na Roho Mtakatifu ndani ya mwamini. Kwa majibu ya maneno ya Yesu Kristo, maneno ya anakaa kwenu alafu naye atakuwa ndani yenu, kila neno lina maana yake kwa muktadha wa maneno ya Yesu Kristo. Anaposema anakaa kwenu, neno la Kiyunani lililotumika linaitwa para. Anakaa kwenu, maana yake hiyo para ni kuwa karibu sana, kwa karibu na wewe, kwa karibu sana, ndio para. Maana yake mtu anapozaliwa mara ya pili, Roho Mtakatifu anakuwa karibu sana na yeye. Sasa mstari neno linasema kwamba naye atakuwa ndani yenu. Naye atakuwa, Kiyunani ni N-E-N, lina maana ya hasa, lina maana ya ndani, ambayo ni kufanya kazi kutokea ndani. Kwa muktadha wa maneno haya, maana yake Roho Mtakatifu aliyekuwa karibu na mwamini sasa ameingia na kufanya makao ndani ya mwamini. Alikuwa karibu naye alipozaliwa mara ya pili baada ya kujawa na Roho Mtakatifu. Sasa ndiyo Roho Mtakatifu amekaa ndani yake. Hili halihitaji maelezo zaidi ya hapo.